Yaani tatizo unakimbiaje nyumba yako mtoto wa kiume? Twende. Mjomba, twende. Mjomba. Huyu hapa ndo mwanamke aliondoka na lile gari. Huyu hapo, huyu. Huyo ndio yani huyo ndio mwiba. Sasa huyu si mbona mwanamke? Yaani mjomba unasumbuliwa na mtoto wa kike kweli? Ndio, huyo. Huyu. Yaani mimi nikajua labda bwana bonki la baba, kipande cha mtu ambaye anakorofisha ndoa yako mjomba, nije kuitetea. Unajua nimesikiliza kwa muda mrefu sana huu mzozo. Nikasema leo ngoja nikaumalize. Umeona? Na ndio maana leo moja kwa moja. Sasa ni huyu. Mjomba simama. Fanya kazi yako. Sasa wewe unijui mimi ni nani? Sasa nataka nikuonyeshe kwamba mimi ni mjomba ama ni mama. Muone kwanza macho yake. Umezoea kuharibu kuvuga tu ndoa za watu. Hapo unajisikia vipi? Na gari la watu liko wapi? Sasa leo utalitoa gari la watu. Ndio, atalitoa. Wewe unanichezea mimi mshenzi mmoja wewe. Mjomba nini tena? Mpige. Piga. Ongeza. Mjomba mpige. Piga. Samahani dada, mimi naomba unisamehe sana. Mimi nimekosa kwa sababu hii familia mimi wala hainihusu. Yaani hainihusu kabisa hii familia. Naomba haya mambo yaishi hapa. Mimi siwezi tena kurudi. Na siwezi kufuatilia tena. Wewe na mimi naye ujomba uishe. Naomba ujomba uishe. Nakuomba uendelee tu na utaratibu wako kama ulivyojipangia. Mjomba, mbona unalia tena? Mjomba, wewe ulisema majini viumbe, yaani viumbe vyote unavijua na unaweza ukavikamata ukavifinya. Piga. Nini? Nani kasema? Mimi nisiogope jini. Unaweza kupingana na jini? Utumie akili. Mjomba piga. Yaani mimi na nyinyi ni tofauti. Hamna mjomba. Malizana naye huyo. Usikimbie. Huwezi ukanikimbia mimi. Kamwe hutuweza kunikimbia mimi. Mimi ndo mkwe wako. Hapana, mimi sina mkwe jini. Yule mjomba wako mimi ni mke wake wa kwanza. Tena ni mkubwa. Sasa basi, unatakiwa ujue kitu kimoja. Hata ukimbilie baharini, ukimbilie angani, ukimbilie chini ya ardhi hapa, mimi utanikuta. Nataka nikuchukue, twende nyumbani ukaonane na wakwe wenzako. Hapana, sina mkwe mwingine tena. Utaenda tena sehemu nzuri yenye utulivu. Ni wapi huko? Wapi? Ni makaburini. Dada. Samahani. Mambo vipi mrembo? Vipi wapi hivi?
Naitwa Cheda. Sijui unaitwa nani? So kesi. Unajua kipindi unatoka kule unakuja hivi, yani kalangi kako, kashupu kako. Unajua una rangi ya dimu sana. Unalijua hilo? Eti. Ni malkia fulani, afu ndio vitu vyangu. Afu unajua nini? Sisi kwanza hapa mtaani penyewe ukiniulizia Cheda, yani Cheda ndio mimi, hamna Cheda mwingine. Alafu sisi tuna mali, umenielewa? Tuna mashamba, magari ndio siseme, yani sijui nikwambie nini. Kwa hiyo ukiwa na mimi utafaidi, utaenjoy, maisha ndio haya, si unajua tena yani kakumba hadi kaumba tena. Mjomba. Naomba sana. Ya Mungu mimi siwezi nini. Yaani nilikuwa tu ni hasira. Naomba msame, mtaniua. Mjomba. Ni mke wa Cheda mimi. Aha. Kwa hiyo wewe ndio chanzo cha haya yote, si ndio? Wewe ndio unasababishia mimi nyumba yangu inawaka moto. Ametokea jini hapa. Ameniambia siku nini? Mambo yake kibao. Hasa mimi kuna jini wapi na wapi? Lakini mjomba, uliniambia kwamba masuala ya jini wewe huyaogopi, utapambana nayo, ukija nyumbani unapambana nayo, kila kitu kitakaa sawa. Leo hii mjomba unaogopa majini? Hivyo unafanya masiara na jini? Jini kutoka nyumbani kwako. Mko wawili utafanya nini? Ulipokuwa unaniambia mjomba mimi nivumilie. Hii yote kwa sababu sitaki ugomvi mimi na majini, sitaki nje ndani ya nyumba yangu. Ugomvi wenu uishie huko. Wewe umekuja huku unafuata nini? Si ndio umeniletea majini haya? Sasa nachoomba, yani sasa hivi uondoke kwenu. Nenda kwa nasitaki mrudi hapa tena. Lawama unanipa mimi tena, sio mwanao? Lazima nikupe wewe. Wewe ndio kelele mpaka jina nilipofahamu hapa nyumbani kupitia wewe. Naomba uondoke, niache nyumba yangu jamani. Naomba mniacheni wewe huko. Naomba uniache. Naomba uondoke. Haya niliona ni makubwa. Pia yanatosha. Mwangalie kwanza. Unaletea nyumbani kwangu majini? Toka, naomba uondoke. Mjomba. Naona unanipanda kichwani. Si ndio? Nitakufanyia kitu kibaya sana. Naomba uondoke. Lakini mjomba, sitaki cha lakini, naomba uondoke. Kwa nini unamenya hii nyumba yako? Hii nyumba si yako. Jinsi mnakwenda. Nimeshakuwa chungu. Mimi nilikuwa sitaki haya mambo yote. Mimi sitaki ugomvi na majini jamani. Mimi siwezi. Nimejituliza nyumbani kwangu mwenyewe, nyinyi mnakuja huko na ugomvi wenu. Majini huko, hapa ni kwangu, sehemu yenye amani hii jamani. Yote wao kukimbilia huku, matatizo kidogo mnakimbilia huku, mmeshaletea huku nyumbani. Nisamehe huko mlipo jamani, naomba mnisamehe. Mimi kinitokea mimi sina hata chochote cha kueleza. Vipi sasa? Afu nisikilize. Kwani kuna mashamba sana na mna mali nyingi sana, si ndio? Hivyo mwanaume, mbona unapenda kuendekeza tamaa sana? Sikukuonya wewe? Hapa unafanya nini? Wewe hutoweza kuacha tamaa. Na hizo tamaa naona zimekaa ndani ya moyo wako. Sasa mimi nataka nizitoe hizo tamaa zako zote. Sasa basi ninakupa adhabu kwa tamaa zako. Hiyo adhabu inaenda mpaka kwa mjomba wako. Umenielewa? Vizuri. Nataka ukampige mjomba wako bakola hadi yale makalio yashinde kukaa chini. Bakola zikatembee
na hizo adhabu lazima uzitekeleze leo hii. Sawa? Umenisikia? Sasa sema ujue wewe nikikuangalia video zako hivi kama marehemu bibi. Marehemu bibi? Mbona marehemu bibi samani? So yaani ukikuangalia hivi kama bibi kabisa ni marehemu yani. Niambia hata nimefanana na mama yako Mama yako sio mrembo? Mamangu mimi ni mbaya, ukimwona mamangu unaweza kukimbia. Mimi sipo. Upo? Ukipewa laana mimi sipo. Ngoja nikuulize swali. Wewe mbona mzuri sana? Nakula vizuri. Kwa hiyo ukiwa umekula vizuri ndio unakuwa mzuri hivyo? Natunzwa. Unatunzwa? Mwanaume wako anakubebaga? Ndio. Ubebaga mgongoni au kubebaga wapi? Bwana we, mimi niko single, najitunza mwenyewe. Love you. Nimesuka. Nimevaa tu hijab. Hujamwona mtu kupita hapa? Sijamwona. Hujamwona vipi amepita hapa sasa hivi? Nani? Sijamwona. Wewe hivi unaniona mimi sina akili, si ndio? Yaani mtu kapita hapa kabisa, kapita hapa kabisa. Nani? Hivi unanifanya mimi mpumbavu, si ndio? Yaani mimi nakuuliza unajikausha, si ndio? Ina maana wewe uko busy hapa, kile yako iko wapi? Haya, angekuwa mtu hapa kashaiba sasa hivi tuko lele, si ndio? Hapana baba. Haya, huyu mtu aliyepita hapa kaenda. Sijamwona baba, uko sawa kweli baba? Ina maana wewe ukikaa hauna vitu vya msingi vya kuwaza. Hivi kwa nini utumie akili wewe? Mbona si kama tunachofanya pizza hapa? Nani baba, mbona hamna mtu? Mimi nimechanganyikiwa, si ndio? Ila wewe haya madudu unayofanya ndio hujachanganyikiwa. Alafu kingine, mimi nilishakukataza mambo ya kuingia live. Wewe unaingia live? Nani baba? Usiniambie mimi neno samahani, sawa? Siku nyingine nitakuja nikupiga unaone mimi babako mchungu. Afu uone mimi sina upendo na wewe. Sio kaona mume afu unanichanganya? Hamna, si unajua mimi mzuri, simu zinaita muda wote. Sasa mimi nikikupata wewe bora babangu wafe wewe bakie. Mimi sipo kwenye hizo dhambi ndugu zangu. Upo? Ada mwanangu. Abe mama. Mbona kule jikoni umeweka vibao umemwaga unga kwa sababu gani? Na unajua mimi sipendi na nishakuelekeza jinsi ya kufanya usafi ya kumwaga unga, usimwage chakula lakini unamwaga. Imekuaje? Mimi mama. Mbona kila kitu nimeweka sawa? Sasa ina maana ni nani aliyofanya vile? Mama, mimi nahisi baba. Baba? Baba anafanyaje na yeye wewe ndo mtoto wa kike? Mama, sikiliza. Unajua baba siku mbili hizi mimi simuelewi. Namuona kama amechanganyikiwa. Kuna muda anaongea peke yake, kuna muda anacheka. Unajua mimi sipendi na nadhani nishakuelekeza jinsi ya kufanya usafi. Jinsi ya kuweka chakula vizuri. Chakula huwa akimwaga. Sipendi unajua. Umenielewa? Ndio mama. Mbona ngoja kwanza nilifuatilie hili swala. Maana yake hata mimi pia simuelewi. Usiku anashtuka tu yani sielewi. Haya sawa.